mtihani ilianza mnamo siku ya Jumatatu shuleni ilipita. Hata hivyo wanafunzi wengi wamefurahishwa na matokeo yao. Ujambo mtazamaji na karibu katika runinga ya NL. Kwa habari zaidi tupate vidokezo. Kukamilika kwa mtihani wa mwisho wa muhula wa kwanza na kufungwa kwa shule. Kufungwa kwa ugonjwa wa kipindupindu, hali ya anga kubadilika na shukrani kwa walimu kwa kufanikisha muhula wenye baraka. Wanafunzi wa shule ya Lily Future walianza mtihani wao wa mwisho wa muhula wa kwanza siku ya Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2025 na kukamilisha siku ya Alhamisi. Vilevile, wanafunzi wamekuwa na hamu na gamu kwani wanatarajiwa kufunga shule wiki ijayo na kuelekea likizoni. Wanafunzi wanahitajika kuwa waangalifu zaidi wanapoelekea likizoni. Kwa hivyo, wawe karibu na vitabu vyao ili kujiepusha na kusahau yale waliyosoma, kwani atanikaa kwenye mpini yake njaa. Isitoshe, wahenga na wahembuzi walisema kuwa akiba haiozi. John Branton na taarifa zaidi. Imekuwa muda mrefu mno muhula wa kwanza katika kalenda ya elimu nchini Kenya. Kutokana na urefu wa muhula huo, tumekuwa na changamoto chungu mzima. Hata hivyo, walimu pamoja na wafanyikazi shuleni Lily Future wamejitoa mhanga kukabiliana na changamoto hizo. Walimu wamekuwa katika mstari wa kwanza kuhakikisha hali ya juu ya nidhamu shuleni. Isitoshe, wamewafunza wanafunzi wao vyema. Hili linajitokeza baada ya matokeo mazuri ambayo wanafunzi wamepita katika mtihani wao wa mwisho wa muhula wa kwanza. Ni shukrani kwa walimu na wasaidizi shuleni Lily Future kwa kufanikisha muhula huu wa kwanza. Nikiripotia runinga ya NL kutoka Nairobi, mimi Otieno Liona. Kutokana na ugonjwa wa kipindupindu uliochipuka, wanafunzi wafaa wawe waangalifu zaidi ili kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa huu. Baadhi ya njia za kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu ni kama kuzingatia hali ya juu ya usafi na kula vyakula vilivyo safi na bora kuliwa na nje. Mbali na hayo, hali ya anga imebadilika sana, huku wengi wakiachwa vinywa wazi ili wakose cha kufanya. Haya yanajiri baada ya visa vya vifo vinavyotokana na mafuriko yaliyoanza baada ya msimu wa mvua kukaribisha. Isitoshe, wanafunzi wanatakiwa kuvaa sweta jinsi tunavyoambiwa na Otieno. Ugonjwa wa kipindupindu bila shaka wengi na kuacha katika mshikamano mengi. Hili linajiri siku chache zilizopita baada ya mwalimu mkuu wa shule ya Lily Future Bwana Eli kuwafanyisha wanafunzi wazingatie usafi wa hali ya juu ili tujiepushe na ugonjwa huu. Hata hiyo, wengi na wanafunzi wametaka walimu kuwajulishe mengi kuhusu ugonjwa huo. Kwa nini umekuwa nanyi Otiengezro.